fulani ya maisha ili tujenge shule. Umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge barabara ya lami. Kwenye kipato chako umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge hospitali. Kwenye maisha yako umejinyima, kwenye kipato chako kile umejinyima sehemu ya fedha yako ili tujenge mahakama. Hii ni mali ya umma, sio mali ya serikali. Hii ni mali ya umma, si mali ya chama fulani. Leo hii ukaamua mwana Tarime kuvunja amani hapa Tarime, waathirika wake hawawi Kyela. Wana Tarime, mkichoma hospitali yenu ya wilaya yote ikaisha, akina mama wa Kyela watashindwa kujifungua? Eti watakosa hospitali watu wa Kyela? Watu wa Nkasi watakosa hospitali nyie mkichoma hapa Tarime? Wao wataendelea kutibiwa kule Nkasi. Mkichoma mahakama hapa ya Tarime, wale wa Mkuranga wao wataendelea na huduma za kimahakama. Ninyi mkaamua kuchukua sururu, mtifue, mchimbe barabara zote hizi au wale wa Kigoma wao wataendelea kupita kwenye barabara za lami. Naendelea kufafanua kwa lugha ya kawaida ili tuelewane kwamba mnufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni mwana Tarime mwenyewe, na hivyo hivyo mwathirika atakayepata madhara wa kwanza ikivunjika amani Tarime ni mwana Tarime mwenyewe. Ndio maana kwenye Biblia mkisoma, Mungu alikuwa anawaambia tena wale waliokuwa utumwani, anawaambia uombeni mji ule nilikowafanya kuwa watumwa, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani alitaka hata mji ulioko utumwani, yeye anasema uombeni, kwa sababu bila amani wa mji ule hata ninyi hamtapata amani. Ndio maana kila wakati nawakumbusha wale ambao hawapo hata Tanzania, wanakuelekeza kwa grupu la WhatsApp kwamba washa moto kwenye nchi yako, hawakutakii mema. Wao kule kwao wanakofugwa hawawezi hata kutupa kichwa cha njiti ya kiberiti chini. Hawawezi hata kutupa takataka barabarani. Hawawezi hata kutupa lile kapi la bablish kwenye barabara ya lami. Wako kwenye kiyoyozi, wanakutumia message kupitia WhatsApp ama social media yoyote, sijui Instagram, sijui nini, wanakuambia wewe nenda kabomoe daraja kwenye nchi yako. Hawakutakii mema. Kwa sababu yeyote ile, mtu anayekupenda na anayewapenda wazazi wako na anayewapenda watoto wako hawezi akakutuma uharibu mali ya kwako mwenyewe. Hapo ndipo ninapotofautiana nao, kwamba wao wengine hata uraia wa nchi hii hawana, wamebakiza Kiswahili tu, kwamba wanaongea Kiswahili. Wanakutumeni muashe moto nchi yenu. Na mbaya zaidi, wao kwa kuwatuma ninyi muashe moto nchi yenu, kwa kuwatuma ninyi mfanye fujo, wao wanalipwa, wanafugwa, wanalipwa, wamepewa magari mazuri, wanatembelea, wamewekwa kwenye majumba mazuri kwa gharama ya maisha yenu nyie huku wa Tanzania. Juzi tuliwakamata baadhi ya vijana wao waliowatuma, wamewaweka eti wasajili vijana na wawapeleke barabarani, na wao wanawaambiwa muwapeleke maeneo huku wakiandaa watu wakawashambulie wafe, na kwamba wakifa nchi itapata sifa mbaya, serikali itapata sifa mbaya. Eti wao wakifanikisha kupeleka watu wakafa wengi, mmoja anaambiwa yeye atalipwa milioni 300. Mmoja anaambiwa atalipwa milioni 300 akipeleka watu wakafa wengi. Mmoja anaambiwa tumemkamata, anasema mwenyewe, sio maneno yangu, anasema analipwa milioni 5 kwa mwezi. Kazi gani anafanya? Anaandikisha watu na kuwashawishi, anawaambia awapeleke mahali. Wakishawapeleka mahali, ndio maana tulimkamata yule mtu mmoja akiingia na mabomu.
Ukishawapeleka mahali ionekane kama kuna fujo, wawaue, waseme serikali. Na ndio maana kila siku wanavizia siku zenye matukio yenye mikusanyiko ya watu wengi. Wanafanyia biashara damu ya watoto wa Kitanzania. Hatuwezi tukakubaliana nayo hii, hatuwezi tukakubaliana nayo. Na ndio maana anasema kila Mtanzania amkeni. Angalia na aina ya mtu anayekutuma kuwasha moto nchi yako, yeye ananufaika na nini? Yule anayetuma kwa kutumia grupu la WhatsApp, yeye anafugwa kule, amepewa nyumba, amepewa gari, analishwa, analipwa. Wewe anakuambia tutakupa chupa ya petroli. Halafu yule anayekuletea chupa ya petroli, yeye analipwa kila mwezi milioni 5. Nakushukuru sana, umesema hatutaki tena hiyo. Nakushukuru sana. Lazima kila mtu aamke, tuendelee kuambizana, na tukimpata mtu anayefanya hivyo, wala tusifanye siri. Mtu anayepanga kuua Watanzania msimfanye siri. Mkimpata toboeni hilo jina, wekeni wazi hilo jina, pelekeni kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Msiseme ni jambo la jeshi la polisi, ni jambo la jeshi la ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Jukumu la ulinzi wa Tanzania ni la kila Mtanzania. Na hawa watu, ndugu zangu, nasema wazi kwa sababu siwasingizii, na teknolojia ni moja ya washahidi wa ukweli. Ukisema mara moja, ushahidi ule unatunzwa. Hawa wanaharakati hawa hawajazaliwa awamu ya Samia, wala hawajaanza jana, wala ubaya na nchi yetu hawajaanza awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hawa hawajawahi kuipenda nchi yetu. Nitawakumbusha mambo machache tu. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 walimtukana sana mzee yule, tukana sana. Basi tukasema labda kwa sababu muungwana sana, labda ameacha mianya mingi ya masuala ya uwajibikaji. Na yeye wakati anaondoka akasema mnaniona mpore, na waletea chuma, na akaleta chuma kweli kweli. Alivyoingia Rais Magufuli na Samia akiwa makamu wake, wakaanza mikakati mikubwa ya kuisukuma mbele nchi yetu mpaka ikaingia kipato cha kati. Miradi iliyokwama wakaanza kuikwamua, miradi mipya mingi tu, ikiwemo na huu mradi wa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Lakini wanaharakati hawa walimtukana Rais Magufuli matusi yote mabaya uliowahi kuyaona, yote. Kejeli zote, walimchora mapicha yote mabaya, walimtukana matusi ambayo sisi wafugaji hata mbwa wako hawamtukani matusi haya. Hawa na wakumbusha vijana, usije mkadhani wakikuhamasisha sasa hivi dhidi ya serikali ya awamu ya 6, usije ukadhani wameanza na Samia. Mungu akaja akamuita kiongozi wetu Rais Magufuli alipofariki, wakafanya sherehe na kejeli juu. Hawa leo hawa ndo wameipenda nchi yetu. Nchi nzima tukiwa kwenye majonzi, msiba, watu wanagaragara kwa msiba, wanaharakati hawa walifanya sherehe na kejeli juu. Hawa ndo wamekuwa wema kwa nchi yetu. Hawa wameanza lini wema huo? Hawa ndo wamekuwa wakutuongozea kwenda nchi ya ahadi. Hawa waliofanya sherehe sisi tukiwa tumefiwa. Hawa na ndio maana mimi nasema sisi serikali tuna wajibu. Na mimi niwaambieni Watanzania, tukiwapa taarifa hizi mjue tuna chanzo rasmi cha taarifa, wala watu wasije wakawabadilishia wakawapeleka kwenye viajenda vidogo hivi. Nilikuwa nasikia juzi hivi baada ya tamko la waziri wa mambo ya ndani linalohusu mikutano ya vyama vya siasa, wakataka kudogosha hivi wakidhania ni mambo ya UCCM na UCHADEMA. Sikilizeni niwaambieni ndugu zangu wa Tarime, vyama vya siasa viko kikatiba, wala hatuna ugomvi na mambo ya vyama vya siasa. Vipo kikatiba,
na yeyote aliyeko chama kingine chochote kile unachochagua, wala hujavunja sheria wala hujatenda kosa, viko kikatiba, wala hatuna huo ugomvi, na kila siku tuko pamoja. Hapa tunaongelea jambo kubwa la usalama wa nchi yetu, usalama wa raia wa Tanzania. Tunajua njama na mipango inayopangwa na hawa waovu, wasitake kudogosha kupeleka kwenye mambo ya vyama. Hivi viko kikatiba, na hata sasa hivi tutajiridhisha na mambo ya usalama, vyama vitaendelea na mikutano. Tutajiridhisha na masuala haya ya usalama hivi kesho kutwa, tarehe ngapi hiyo, wataendelea tu na mikutano, wala hatuna ugomvi nao. Lakini tukiwa tumeshapata michoro ya njama za aina hii, tutakuwa sio watu wema tukiachilia watu wakapata madhara, wakiwemo hata hao wa vyama vya siasa. Na kwa hizi njama zao hizi za kutaka kugombanisha serikali na wananchi wake, unaweza ukawepo tu mkutano wa chama cha siasa hapo, wakarusha bomu, alafu wakawahi kuposti hao ni serikali hao ni polisi hao. Kwa sababu njama za aina hii hazijaanza na serikali ya awamu ya 6. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 waliwahi kutupa bomu la kuua, bomu la moto kwenye mkutano wa Chadema. Mmesahau? Waliwahi kutupa bomu la kuua kanisani. Kanisani ibada inaendelea, bomu linatupwa, si la machozi, bomu la kuua. Ndio maana anasema hata hii mingine hii ni michezo hii tunaendelea kufuatilia mmoja mmoja. Ndio maana tukasema hatupuzi taarifa hizi. Na niwaambieni wanaTarime, serikali haitakuwa na mchezo kabisa na njama za aina hiyo na michezo ya aina hiyo. Tutachukua hatua kali kweli kweli kwa yeyote anayefanya mambo ya aina hiyo. Usalama na ulinzi wa nchi yetu ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa raia wa Tanzania ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa rasilimali na mali za Watanzania ni jambo la kipaumbele. Kwa hiyo wala wasitupeleke kwa kudogosha mada kubwa na ajenda kubwa ya usalama wa nchi yetu na raia wake na rasilimali zake, kwa kuanzisha viajenda vyama vya sisi huko kwenye vyama vya siasa ni marafiki. Na hata haya mambo ya kisiasa haya nini tunapangaga kabisa tuendeshe namna gani. Simuwaulize hao waliowahi kuwa kule wawaambie. Tukimaliza kuapishwa tunatafuta nyama choma iko wapi. Hatujawahi kuwa na ugomvi. Lakini tuna mada moja inayomhusu kila Mtanzania. Na mada hiyo ni ulinzi wa taifa letu, ulinzi wa raia wake na rasilimali zake. Hili ni jambo la kila Mtanzania, bila kujali ni wa chama gani, bila kujali ni wa dini gani, bila kujali ni wa kabila gani. Hili linatuunganisha wote. Ndio maana tumesema hii ni ajenda namba 1. Lazima tukiona kuna tishio, sote tukubaliane kulinda nchi yetu. Watanzania tutakuwa watu wa ajabu sana tukigawanywa. Hivi hamjaona mataifa mengine ambayo likiguswa wanavyoungana wananchi wake? Hamjaona? Hamjaona baadhi ya mataifa likiguswa watu wanaungana? Ninyi mkiona wanaandika mnadhani wanamlenga rais. Mbona katiba yetu iko wazi? Rais atakaa kipindi chake atamaliza. Mbona katiba iko wazi? Hilo sio tatizo, na wanajua katiba yetu iko wazi, na viongozi wa Tanzania hajawahi kutokea anayeng'ang'ania madaraka. Wanajua katiba iko wazi. Kinachowasumbua ni rasilimali. Kinachowasumbua sio uongozi, ni rasilimali. Na mambo yalishawahi kufanyika maeneo mengi. Na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Maana haya hayafanywi na taifa. Yanafanywa tu na waovu hivi. Wasijifiche kwenye mambo ya mahusiano ya kimataifa. Wale walio waovu, si tunawaambia, na wale wanaowatuma tunawaambia, tutailinda nchi yetu mpaka jasho la mwisho, mpaka damu ya mwisho. Kwa hiyo niwaombe tena wanaTarime, kwa mazingira haya ya vibaraka, wao wanalipwa, wanatuma wasajili vijana,
wawapeleke mahali wakauawe, ili wao walipwe fedha nyingi, na wameandaa na watu wa kulipua. Na waombeni sote tuwe walinzi wa nchi yetu. Wale tuliowakamata wanaendelea kutuambia michoro yote. Mmoja alikuwa analipwa milioni 3 kwa mwezi, ameahidiwa kwamba akipeleka vijana wakafa, yeye atapewa milioni 300. Mmoja analipwa milioni 5 kila mwezi kusini kule, akaambiwa akipeleka vijana ataelekezwa wapeleke wapi. Wanajua walipuaji wao waliowaandaa, wakishawalipua waseme ni polisi wachafue nchi yetu. Wanasema yeye atapewa milioni 500. Vijana kataeni kutumika. Yaani wenzenu wanahakikishiwa kulipwa milioni 500, alafu wewe uende barabarani. Haya, kwa maslahi ya muda, mnajua mmeshaona mifano kwenye maeneo mengine, watu wanakuwa wengi kweli kweli na wanatamani. Niwaombe kama muda utatosha, basi tutatafuta hata mtu mmoja aongee kwa niaba, lakini tupate muda wa kuwasikiliza. Na hata waheshimiwa naibu mawaziri, niwaombe muongee baada ya kuwa tumeshasikiliza hoja 2-3, ili watu ambao wamekuja na mambo yao wasirudi bila kusikilizwa. Mnasemaje hapo? Mnasemaje hapo? Haya, sasa tuanze. Tunaanzaje? Tuanze na mkono. Haya, tuanze na huyu mama yuko karibu kabisa hapa na anzeni na huyo mama. Haya, tuanze na huyo mama. Haya, wengine